tunaendelea kujuza kila kitu kutokea hapa nyumbani kwa marehemu Emmanuel Mathias almaarufu MC Pilipili. Tumepata wasaa pia wa kuzungumza na MC ambaye aliweza kuendesha shughuli ya msiba wa mamake marehemu MC Pilipili, naye anatueleza kwa undani zaidi jinsi ambavyo alivyomfahamu MC Pilipili na alivyoweza kushirikiana naye katika kazi mbalimbali. Huyu hapa. Naitwa MC Johnson Peter Kimamo. Natoka ofisi ya Get Together Event ambayo iko hapa Dodoma Lazo. Kinaye tukio kubwa ambalo sitolisahau la MC Pilipili ambalo nilihusika moja kwa moja ni kwenye tukio la msiba wa mama yake MC Pilipili. Ulikuwa kama nani? Nilikuwa kama MC. Nilikuwa MC katika tukio la mama yake MC Pilipili. Nilikuwa MC tangu msiba ulipotokea mpaka walipoleta mwili wa mama yake hapa nyumbani, ukafanya mapokezi, lakini pia kuhakikisha shughuli zote za hapa kuendelea nilikuwa na ziratibu kama MC hapa. Na kipindi hicho nakumbuka nilikuwa nilikuwa sijulikani sana kama ninavyojulikana kwa sasa. Ilikuwa kazi yangu ilikuwa bado iko, lakini alimtia moyo kaka yangu MC Pilipili. Alimtia moyo kuniambia uko vizuri, kaza mwendo utafika, uko vizuri. Kuaminika katika tukio lile la kuanza shughuli ya MC mama yake MC Pilipili, kweli lilinipa ujasiri na kusonga mbele kwa kauli yake sana kwamba songa mbele, unaweza, kazi nzuri. Kwa hiyo nitamkumbuka kwenye hilo. Nitamkumbuka sana kwenye hilo, kwanza kuniamini kusimamia tukio la mama yake kama MC, lakini pia nitamkumbuka kwa mengi ambayo alikuwa mshauri wangu karibu sana kwenye matukio mbalimbali ambayo alikuwa tukishauri nayo kwa habari ya kazi. Kweli mimi ni jirani kwanza wa familia hii ya MC Pilipili, na nimepokea kwa mshtuko mkubwa taarifa hizi za mpendwa wetu MC Pilipili, sababu imekuwa ghafla sana. Lakini licha ya kuwa ghafla sana, tunasema sisi ni familia, ni majirani kutoka hapa. MC Pilipili kiukweli amekuwa role model wangu kwa habari ya kazi ya MC. Namkumbuka kwa mengi sana. Na juzi kati hapa tulikuwa tuna Pilipili Foundation maeneo ya Miuji pale. Kulikuwa na msiba wa binti ambaye alikuwa anamlea MC Pilipili, na kama ameniita kwa ajili ya kazi pale, ndio mara ya mwisho tumeona naye pale. Kweli amenitia moyo pia kwenye kazi hii ya MC, amekuwa supported kubwa sana na mimi. Kweli msiba wake nimeupokea kwa mahuzuniko makubwa, lakini nimepokea msiba huu kwa namna moja ama nyingine kwa masikitiko makubwa sana kufuatia kifo cha mpendwa wetu. Naomba tu wa Tanzania kwa hivi sasa tuendelee kumwombea, tuendelee kuombea familia, lakini pia tuombee roho ya marehemu ipumzike kwa amani. Hatuna la kusema kimsingi, tuko hapa majirani, tuko ndugu hapa, tunaendelea kuomboleza jambo hili. Tanzania tu wavumilivu katika jambo hili, tumtegemee Mungu kama msaada wa kwanza na wa karibu katika jambo hili. Tuko pamoja na Watanzania wote kuhakikisha kwamba jambo hili tutafikia mwisho.